mkisimamia mkafanya kazi kwa bidii, mambo mengi yatakuwa yako safi. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa mwenyekiti, TANESCO inapoteza mapato mengi sana. Sasa tunaangalia kuna mita nyingi zimefungwa kwenye majumba yetu na kwenye taasisi mbalimbali hazijapimwa, matokeo yake nini kinatokea? Kwanza, umeme tunaibiwa. Wale watumiaji wajanja kwenye viwanda, kama mita haijapimwa, umeme unaweza ukapita bure. Lakini pili, unaweza ukamwadhibu mtu kwamba ametumia umeme. Sanga, mchangiaji wetu wa mwisho kwa muda huu utakuwa ni Mheshimiwa Livingstone Lusinde. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kupata nafasi hii adhimu kabisa nami niweze kutoa mchango wangu katika hii Wizara ya Nishati. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza mimi ni mbunge, sasa naweza kusema ni miongoni mwa wabunge wachache wa vipindi vingi. Ni kipindi changu cha 4 hapa bungeni. Kwa hiyo nina uzoefu sio haba, na uzoefu mkubwa, na nataka niwaambie ndugu zangu, bajeti zote zilizopita za serikali katika wizara hii, asilimia kubwa ilikuwa inakwenda kwenye matumizi ya kawaida. Lakini leo tunaona bajeti hii kwa mara ya kwanza asilimia 97 inakwenda kwenye maendeleo. Asilimia 97 inakwenda kwenye maendeleo. Asilimia 2, 3 tu zinabaki kwa ajili ya matumizi mengine. Unaona nia ya Mheshimiwa Rais, unaona nia ya waziri pamoja na wizara yake, namna wanavyotaka kusukuma mbele gurudumu la maendeleo. Unajua, unaweza kutenga bajeti kati ya asilimia 170 ikaenda kwenye matumizi binafsi, vitafunwa, mshahara, nini. Lakini hapa tunaona asilimia 97 ya fedha zote zinakwenda kwenye maendeleo kwa wananchi wenyewe. Lakini sio hilo tu, tunaona seriousness ya serikali katika fedha zote zilizotengwa. Shilingi trilioni 1 na bilioni 500 zote ni za kwetu, zote ni za ndani. Bilioni 63 tu zinatoka nje kwa wafadhili wetu. Kwa hiyo tunaona namna ambavyo serikali imejitoa muhanga kuhakikisha kwamba mambo haya ya maendeleo kuhusu nishati ya umeme yanafanyika. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilisimama hapa nikazungumza sana kuhusu mafuta. Nikaishauri serikali kwamba tujenge hifadhi yetu ya mafuta. Serikali yetu ni sikivu. Nampongeza sana Mheshimiwa Rais. Nimeona wizara hii Mheshimiwa Rais wakimwalika akaenda kuzindua ujenzi wa matanki ya mafuta ya kwetu. Sasa mara nyingi ukijua kulaumu ujue na kusifia. Huwezi kujua kitu kimoja tu. Na mtu anayefanya kazi ya lawama anafanya kazi rahisi. Siku zote nasema, wewe unajenga nyumba kwa shida kubwa, anakuja mwenzako anakuambia mbovu, nyumba hii mbovu, unamuuliza hata kibanda hana. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo wengine wanafanya kazi ya lawama kwa sababu ni kazi rahisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri kwa hatua wanazozichukua. Tumesambaza umeme kwa kiwango kikubwa. Wabunge wametahadharisha, lakini nataka niwaombe jambo jingine ambalo humu halijazungumzwa. Umeme mwingi tuliojenga vijijini sasa hivi, ugomvi mkubwa, watu wanataka umeme mkubwa kwenye kila kijiji. Wanataka umeme wa 3 phase. Ili ukiwasha mashine ya maji umeme usizimike kwenye taasisi zingine. Bado ukiwasha sasa hivi mashine ya maji, mtu kwa kuchomelea hawezi, mtu wa mashine ya kusaga hawezi. Sasa tunataka umeme mkubwa kwenye vijiji ili shughuli zote ziweze kufanyika kwa wakati mmoja. Tusiseme sasa wachomeleaji msichomelee mashine zimeni kwa sababu sasa Rais amepewa uchompio. Hawa wakizalisha gesi safi ya kupikia ya kutosha. Sasa wachomeleaji msichomelee mashine zimeni kwa sababu sasa Rais amepewa uchompio. Hawa wakizalisha gesi safi ya kupikia ya kutosha, gesi safi ya kupikia ya kutosha, wataondoa adha kwenye wizara zingine. Hata mkaa wataokoa, hautakatwa mwingi. Kana vijijini
na mijini, kwa sababu mijini ndio waagizaji wakubwa wa mikaa kutoka vijijini. Kwa hiyo wizara hii ni wizara mtambuka, mkisimamia mkafanya kazi kwa bidii, mambo mengi yatakuwa yako safi. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, safi. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, TANESCO inapoteza mapato mengi sana. Sasa tunaangalia kuna mita nyingi zimefungwa kwenye majumba yetu na kwenye taasisi mbalimbali hazijapimwa. Matokeo yake nini kinatokea? Kwanza, umeme tunaibiwa. Wale watumiaji wajanja kwenye viwanda, kama mita haijapimwa umeme unaweza ukapita bure. Lakini pili, unaweza ukamwadhibu mtu kwamba ametumia umeme mwingi, kumbe mita ile haijapimwa inatumia umeme mwingi wakati yeye hana matumizi makubwa ya umeme kiasi hicho. Kwa hiyo tunashauri mita za umeme zipimwe na zifungwe siri, ili mwananchi ajue mita yangu mimi hii mita ni sahihi. Watu wenu wakija kukagua kwa mwananchi wanasema wewe unaiba umeme, kumbe haibi umeme, mita ni mbovu, mita haijapimwa. Sasa unamlaumu vipi mlaji? Kwa hiyo sisi tunafikiri mkizipima mita zote za umeme nchi nzima, mkawafungia wananchi, uwezekano wa nyinyi kukusanya mapato halali ni mkubwa kuliko sasa ambapo mnachukua tu mita zingine zinafungwa bila kupimwa. Hebu chukulia viwanda vikubwa vitatu tu vikiwa vinapitisha umeme kwenye mita bila kuhesabiwa, ni hasara kiasi gani TANESCO inapata? Lakini chukulia mwananchi wa kawaida tu mtaani, unapita unamwambia anaiba umeme, unamfungia kupata huduma za umeme. Hapana, tusiweke ulinzi wa buibui. Buibui anaweka ulinzi wa uzi. Kwenye ule uzi anaouweka buibui ananasa mbu, ananasa nzi, lakini akija ndege anauchukua ule uzi anapita nao moja kwa moja. Tuweke sheria zinazoangalia pande zote mbili, mlaji na nyinyi wenyewe. Lakini jambo jingine, kadri unavyosambaza huduma za umeme ndivyo ambavyo unahitaji vifaa vingi. Mimi nashauri serikali iimarishe viwanda vya ndani vya kuzalisha vifaa vya umeme, ili wakati mwingine tusije tukakaa hapa tunasubiri transformer itoke China, tunasubiri sijui nini itoke wapi. Sisi wenyewe hatuna uwezo wa kuvitengeneza. Tuimarishe viwanda vyetu ili hivi vifaa viwe vinazunguka katika mzunguko wa ndani ya taifa. Tukitaka vifaa tuvipate hapa hapa na viwe na ubora unaotakiwa. Leo tuna wanasayansi wa kutosha. Mawaziri vijana mmewekwa hapo. Hebu somaneni pamoja na Judy, muone namna gani mnaweza mkatufanyia kazi nzuri zaidi. Lakini zingine, mheshimiwa mwenyekiti, kwenye vitongoji hapa nimeona tunazungumzia habari ya ilani ya chama, ni sawa. Lakini tungekuwa kila wizara ikae pamoja na kitabu cha sensa ya watu na makazi. Kitawaongoza kujua wingi wa watu hapa. Unajua kuna sehemu mmepeleka huduma nyingi watu wachache, kuna sehemu watu wengi huduma kidogo. Kwa sababu hamkai na kitabu cha sensa mezani. Ukiwa na sensa ya watu na makazi itakuongoza kusema hivi umeme nao wapelekea hao watu utawatosha. Lakini mkingangana tu kwamba tunapeleka kila wilaya, kwa mfano hata huduma tu za emergency, hivi utalinganisha wilaya ya Chamwino na baadhi ya wilaya. Wilaya ya Chamwino square kilomita zake tu, sehemu zingine ni mkoa. Sasa nguzo 10 zikianguka Ilangali, nguzo zingine zimeanguka Haneti, hilo gari linaanzia wapi? Tunawagombanisha wananchi na rais wao. Wengine wafanyakazi wengine wa TANESCO ambao sio waadilifu wanasema unajua tuko tunashughulikia Ikulu. Mnashughulikia Ikulu, wananchi nao si wanatakiwa wapate umeme? Kwa hiyo mimi ningeshauri tuangalie ukubwa wa wilaya, ikiwezekana tusikate kizoni. Wilaya inayostahili magari mawili ipewe magari mawili hata kama wilaya ni moja. Kuna wilaya zingine mtaziumiza kwa sababu ni wilaya kubwa na zinahudumia watu wengi. Kama wilaya ya Uyui inaimbiwa hapa, nayo unapeleka gari moja, haiwezekani. Naona ndugu yangu hapa anategisha, anasema bwana nahitaji bodi kwangu, nikipata nafasi nitapiga. Kwa hiyo ningeshauri kwamba tufike mahali tukiimarishe kitengo cha emergency kifanye kazi. Hao watu wamepambana mwaka huu kwenye mvua hii, tumewaona. Tunapita huko mitatu tunakuta vijana wetu wanakesha kubeba nguzo kwenye mapoli makubwa. Wanastahili pongezi jamani, sio kila kitu ni kulaumu tu. Watu wanajitoa kwa ajili ya nchi hii. Kuna watu wameng'atwa na majoka, wengine huko polini wamepoteza maisha, sisi tulipata taarifa. Ni vitu vya kutisha. Wanatupambania taifa hili liweze kwenda.
Sasa hatuwezi kukaa hapa kama hatuoni. Tuongeze juhudi za kuwasogezea vifaa karibu, vifaa vingi, na ikiwezekana tuendelee kusomesha vijana wetu ili waendelee kulibeba taifa hili. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, yamezungumzwa mengi katika wizara hii, lakini mimi nilisema nizungumze kuipongeza serikali, kumpongeza Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa msimamo wake hasa wa kuhakikisha kwamba kina mama wanapika kwa kutumia gesi iliyo salama, kuhakikisha tunakuwa machampioni wa gesi. Haya mambo mengine tutaendelea tunasukumana taratibu taratibu, lakini yale ya msingi tuyasimamie. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa.